Huwa napenda kusemea mambo ya alama. Alama hizi. Alama zina maana kubwa sana kwenye maisha. Alama. Alama ni sawa na mchoro. Alama ni picha. Alama inatengeneza picha fulani. Ukiwa umelala usiku unapata ndoto. Zile ndoto ni picha. Ni kama video. Kwa hiyo alama huwa zina maana kubwa sana. Kuna baadhi ya alama unaweza kuziona tu kwenye maisha yako, lakini zina maana kubwa kiroho. Wewe tu ndo unaziona, lakini zinatafsiri kitu fulani. Zinawakilisha nishati fulani kwenye maisha haya tunayozunguka. Kwa mfano, ukiwa kwenye masuala ya unajimu, ukiwa unajifunza kwenye mambo ya kiroho, kipengele cha masuala ya unajimu, unajifunza kuhusiana na sayari. Kila sayari inakuwa na alama yake. Kila sayari huwa ina alama yake. Sasa ajabu ya sisi binadamu, ajabu ambayo mimi nimewahi kuishuhudia duniani kubwa kwenye mambo ya kiroho, ni pale ambapo tuna kwenye dini zetu maarufu sisi kwenye Uswahili wetu, Uislamu na Ukristo. Mtu anakuwa anaamini kwenye habari ya Nabii Musa na maajabu yake, lakini hataki kuelewa Nabii Musa alikuwa anafanyaje alikuwa anafanyaje maajabu yake. Hataki kuelewa. Ukimuelewesha anakuambia wewe umeanza kuingia kwenye mambo ya kishirikina. Yaani yeye anakuwa yupo tu. Yaani yeye yupo tu. Sasa nimezungumza hizo kwa sababu naongelea mambo ya alama. Ninaongelea kwenye unajimu, tunasoma sayari. Tunasema kila sayari ina nishati yake. Kuna sayari ya Mars, kuna Jupiter, kuna hata mwezi ni sayari ya unajimu. Kuna zingine ambazo wengine hawasijui, kuna Lilith, kuna sayari, kuna gimba lingine linaloitwa Nodi. Ni magimba ambayo yanasafiri kwa kasi sana. Yanasafiri kwa kasi sana kiasi kwamba baada ya masaa mawili inakuwa sehemu fulani. Sasa kulingana na kwamba ipo sehemu gani, inakuwa inawakilisha kitu fulani kwenye maisha yako. Ndio maana kwenye unajimu huu unatakiwa ufahamu tarehe ya kuzaliwa, ufahamu na mwezi wa kuzaliwa, mwaka wa kuzaliwa, ufahamu saa. Sio saa tu, ili ufahamu vizuri lazima ujue ni longitude gani. Longitude na longitude, ili kupata eneo gani, yani sehemu gani umezaliwa. Umezaliwa Dar es Salaam, umezaliwa Ulaya, au umezaliwa wapi? Kwa sababu kama ulizaliwa sehemu fulani, unakuta hiyo sayari ilikuwa inaonekana kwenye nyuzi kadhaa, na hii sayari ilikuwa inaonekana kwenye nyuzi kadhaa. Kwa lazima ukiwa unataka kufuatia mambo ya unajimu, mambo ya kinyota, ukikutana na mtabiri mzuri ambaye ana calculate magimba angani yalikuwa yamejipanga vipi siku hiyo, muda huo yalikuwa yamejipanga vipi, kwa sababu ni hesabu tu za kufanya ambazo kuna baadhi ya software ukiwekea tu tarehe, mwezi, saa ngapi, dakika ngapi, longitude gani, latitude gani na longitude gani, basi inakuambia kwamba siku hiyo Jupiter ilikuwa kwenye Cancer, Jupiter ilikuwa kwenye mbuzi, ilikuwa kwenye mshale, ilikuwa kwenye mapacha, ilikuwa kwenye samaki, ilikuwa kwenye punda, au ilikuwa kwenye simba. Inakwambia kwamba tarehe hiyo Makimba alikuwa amejipanga hivi. Sasa kutokana na kwamba wewe umepata elimu ya ufahamu wa hizo nyota, unakuwa unafahamu nishati ya hizo nyota. Sasa kuna roho wasioonekana, labda malaika au viumbe wengine kama majini au viumbe wengine. Umewahi kusikia story kwamba mtu anaita roho, anaweza roho sijui ni mbaya, anafanya ibada ya kuita roho, anachora mduara, anakaa katikati, mduara wa kumlinda na hayo viumbe. Kuna alama huwa zinawekwa pale, lazima aziweke, kwa sababu zile alama zinatafsiri kitu fulani, na huyo roho ndio anayeelewa nguvu ya hiyo alama. Kwa mfano alama ya sayari inaitwa Mars. Mars kwenye Biblia au kwenye stori za kale ulikuwa unasema wafalme walikuwa, au Daudi alikuwa anasubiria majira fulani ndio anaenda kupigana vita. Unasema Bwana Mungu wa majeshi, tusubirie Bwana Mungu wa majeshi anatuambiaje. Ilikuwa ni mkao wa sayari hii angani, imekalia upande gani na ipoje, tuende au tusiende, au tuende au tusiende. Ukienda wakati ambao sayari hii haina nguvu, unaenda kupigwa. Ukienda sayari hiyo kwa upande wako wewe ina nguvu, unaenda kushinda vita. Ndio hivi vitu kama hivyo. Ukasikia story ile, siji wekeni vitambaa vyekundu kwenye milango yenu, malaika akipita si afanyaje. Ishara hiyo. Sayari ya Mars inahusishwa na rangi nyekundu.
ujasiri na ukorofi. High frequency ya Mars ni ujasiri na inahusishwa na root chakra. Low frequency ya Mars ni ukorofi, fujo, yani fujo. Fujo kweli kweli, fujo, vita, damu, yani kumwaga damu. Ndio inahusishwa, ndio nguvu yake. Yani yenyewe ni tamke tu kwa kifupi kwamba ni Bwana Mungu wa majeshi. Kwa hiyo alama hizi ni kitu kikubwa sana. Naweza nikaa nimeusimulia story ndefu kwa dakika 5 hizi, lakini hebu jenga picha wewe binadamu. Ukikuta mtu amechora picha ya watu wanafanya mapenzi pale, picha inakujia kichwani, si unaelewa kabisa kama kinachoendelea ni pale, na unapata msisimko wa ule. Ukiuruhusu ule msisimko ukaingia kwenye mwili mwenyewe, kwa siku utasisimka mwili wako, mambo yanatokea yanayotokea. Ndivyo hivyo roho husikia nguvu ya alama fulani. Hivyo ndio roho wengine huwa wanasikia nguvu ya alama fulani. Vile ambavyo wewe ukiona picha fulani unaielewa na kile kinachokujia.